Hujambo msikilizaji, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na tumai umeshinda vyema Jumatatu hii msikilizaji. Mimi ni Victor Kenani. Shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni David Nkia. Tulionayo katika Dira ya Dunia: mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani wamekutana kwa mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu vita vya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu inasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu unaochochewa na kuongezeka kwa vurugu, mishtuko ya hali ya hewa na upungufu mkubwa wa ufadhili. Kupata chakula ni shida, hatuna vitu vya nyumbani, vyote viliporwa, mabati za nyumba zetu zilibomolewa kwa masasi, hatuna maji safi, hata kutunzwa ni shida sababu hatuna pesa. Polisi visiwani Zanzibar yathibitisha kumshikilia Joseph McCain, mchumba wa mtandao raia wa Marekani Ashley Robinson aliyedaiwa kujinyonga. Mchumba wa marehemu tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile vile nini kimesibu pale. Waasi wanaopigania kujitenga katika maeneo yanayozungumza Kiingereza nchini Kamerun wametangaza kusitisha mapigano kufuatia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo nchini humo. Katika michezo, nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes asema United wanapaswa kufanya wawezalo kuhakikisha wanacheza soka la Ulaya msimu ujao, na mwanariadha wa Kenya Perez Jepchirchir ajiondoa mbio za London Marathon. Je, kunani? Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mogodi. Shirika la BBC limebaini kuwa meli 4 zenye uhusiano na Iran zimepita katika mlango bahari wa Hormuz tangu Marekani ilipoanza kuzuia shughuli katika bandari za Iran siku ya Jumatatu. Kati ya meli hizo, 2 ziliondoka kwenye bandari za Iran, huku ya tatu ambayo tayari ilikuwa chini ya vikwazo kutokana na kufanya biashara na Iran ikielekea upande wa mashariki ikitokea milki za Kiarabu. Meli ya 4 ambayo pia imewekwa vikwazo na Marekani ilielekea upande wa magharibi kupitia mlango bahari huo. Kitengo cha BBC Verify kimetuma takwimu za ufuatiliaji wa meli kupata maelezo haya, ingawa kuna uwezekano kuwa baadhi ya vyombo hivyo vimekuwa vikitoa ripoti za uongo kuhusu maeneo halisi vilipo ili kukwepa ufuatiliaji. Hadi sasa kuna mabaharia 20,000 na takriban meli 2,000 ambazo bado zimekwama ndani ya mlango bahari wa Hormuz. Idadi ya meli zinazopita hapo kila siku imeshuka kwa kiwango kikubwa, kutoka meli 130 hadi kufikia meli chache tu. Na sasa kutokana na hatua zaidi za kuzuia usafiri katika mlango huo wa Hormuz, ni wazi kuwa shughuli za usafirishaji wa bahari zinaelekea kukwama. Uchumi wa dunia uko hatarini kudorora ikiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitaendelea, huku bei ya nishati ikizidi kupaa. Usemi huu umetolewa kama onyo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF, kama anavyoripoti Hamida Abubakar. Katika ripoti yake kuhusu mwelekeo wa uchumi wa dunia, IMF imesema kuwa katika hali mbaya zaidi, ambapo bei za mafuta, gesi na chakula zitapanda na kubaki juu mwaka huu na mwaka ujao, ukuaji wa uchumi wa kimataifa unaweza kushuka hadi chini ya 2% ifikapo mwaka 2026. Kutokana na makadirio haya, IMF inasema mfumuko wa bei unaweza kufikia 6% mwaka ujao. Hali hii inaweza kuzilazimisha benki kuu kupandisha viwango vya riba ili kudhibiti kasi ya kupanda kwa bei za bidhaa. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa takwimu za kushtua, akisema kuwa takriban watu 700 wameuawa nchini Sudan kupitia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani tangu mwezi Januari mwaka huu. Tom Fletcher ameelezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani katika medani za vita nchini humo. Aliongeza kuwa miaka 3 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe sasa imesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani kote.
Wakati huo huo, mjumbe wa Rais Trump kwa masuala ya Afrika Maasad Boulos pia amelaani kuongezeka kwa vifo vya raia wasio na hatia kutokana na mashambulizi hayo ya anga. Boulos ametoa wito wa dharura kwa jeshi la Sudan pamoja na wapiganaji wa RSF kuweka silaha chini na kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano ili kutoa nafasi kwa misaada ya kibinadamu. Ripoti kutoka nchini Somalia zinasema kuwa kikosi cha jeshi cha serikali kimefanikiwa kuwaua wanamgambo 27 wa kundi la Al-Shabab, wakiwemo makamanda wa ngazi za juu kwenye operesheni ya usalama iliyofanyika kusini mwa nchi hiyo. Operesheni hiyo iliyofanyika katika jimbo linalojitawala la Jubaland iliungwa mkono kwa mashambulizi ya anga kutoka kwa washirika wa kimataifa. Jeshi la Marekani limekuwa likitekeleza mashambulizi kama hayo hapo awali kusaidia juhudi za Somalia katika kupambana na Al-Shabab. Kundi hilo la wapiganaji limekuwa likiendesha uasi kwa miongo miwili sasa, likijaribu kupindua serikali kuu ili kuasisi mfumo wao mkali wa sheria za Kiislamu. Na chansela wa Ujerumani na rais wa Ukraine wamefanya mazungumzo kuhusu makubaliano ya ndege zisizo na rubani pamoja na ushirikiano katika mpango wa makombora barani Ulaya. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Berlin, Chancellor Merz ametoa wito kwa Ukraine kuendelea na mageuzi yanayohitajika ili kujiunga na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, amebainisha kuwa swala la Ukraine kuwa mwanachama kamili wa umoja huo haliwezi kufikiwa katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa upande wake, Rais Zelensky ameomba Umoja wa Ulaya kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi na kuitaka Brussels kuidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 uliokuwa umekwama ili kusaidia nchi yake katika kipindi hiki cha vita. Wakati hayo yakijiri, serikali ya Kiev imesema kuwa watu 5 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi ndani ya saa 24 zilizopita. Jeshi la Ukraine limebainisha kuwa raia 4 walipoteza maisha kufuatia shambulio la kombora la Urusi katika mji wa Dnipro katika nchi hiyo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Isabela Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania yanasikika kupitia CGFM, Radio 5 na Loliondo FM. Nchini Kenya ni County FM, Pamoja FM na Mwanedu FM. Huko Uganda ni Voice of Karamoja, Voice of Mahabura na Voice of Busoga. Na nchini DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako mubashara kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Victor Kenani nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Inkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Inkia. Asante sana Victor, bila shaka hujambo na msikilizaji popote pale ulipo. Karibu sana jioni ya leo. Habari yetu kuu ni mabalozi wa Israel na Lebanon wanafanya mazungumzo katika ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Washington, mkutano wa kwanza katika miongo kadhaa. Lebanon inataka kufanikisha usitishaji mapigano, lakini Israel imekataa hilo, ikisisitiza kuwa Hezbollah lazima inyang'anywe silaha. Zaidi na Skola Kisanga. Mazungumzo kati ya maafisa kutoka nchi hizo mbili yanakuwa ni ya kwanza katika miongo kadhaa. Beirut inataka makubaliano usitishaji vita, lakini Israel imekataa hilo, ikisisitiza kwamba Hezbollah lazima ipokonywe silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pia atahudhuria mazungumzo hayo, lakini Hezbollah imesisitiza kwamba Lebanon ijiondoe katika mchakato huo. Haya yanakuja siku chache baada ya Marekani na Iran kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Siku ya Jumatatu, kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah Naim Qasim ameitaka serikali ya Lebanon kufutilia mbali mkutano kati yake na Israel unaopangwa kufanyika mjini Washington leo Jumanne, akisema kundi lake linapinga mazungumzo ya ana kwa ana na adui zake. Mamlaka ya Lebanon kwanza inataka kusuluhisha usitishaji mapigano katika vita vinavyoendelea vya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, Israel imefutilia mbali hilo na kusisitiza kwamba kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lazima lipokonywe silaha, na Hezbollah imekataa mazungumzo hayo na kusema haitatii chochote kitakachokubaliwa. Ofir Falk ni mwanasheria wa Israel. Tumefanikiwa kuondoa zaidi ya magaidi 1500 wa Hezbollah tangu mwezi wa Februari, na hii ni hatua na mafanikio makubwa sana, na kwa sasa ni kama wanataka kusalimu amri, lakini serikali ya Lebanon haitaki kujihusisha na Hezbollah, hawataki kuwaondosha. Kwa wafuasi wa
Hezbollah. Kundi hilo ndio kinga yao peke yake dhidi ya Israel, ambayo wanaiona kama adui mwenye nia ya kuteka ardhi ya Lebanon. Wapinzani wanaituhumu Hezbollah, ambayo ni kundi la Waislamu wa dhehebu ya Shia, kwa kutetea maslahi ya mlezi wake Iran na kuingiza nchi hiyo katika vita visivyotakiwa kabisa na visivyo vya lazima. Wakati Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran, alipouawa katika shambulizi la siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel mjini Tehran mwezi Februari, Hezbollah ilirusha makombora kuelekea Israel. Kundi hilo lilisema hiyo ilikuwa ni kulipiza kisasi ya kifo pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel. Israeli nayo ilijibu kwa mashambulizi ya anga na uvamizi mwingine wa ardhini kusini mwa Lebanon. Mapigano hivi punde kati ya Israel na kundi la Hezbollah yamekuwa mabaya kwa Lebanon. Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao, huku zaidi ya 2,000 wameuawa, ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto na wafanyakazi wa huduma za afya wanaopindukia 500. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia maswala ya baharini limesema hakuna nchi iliyo na haki ya kisheria ya kuzuia usafirishaji wa baharini kwenye njia za kimataifa za majini, katika matamshi yanayoonekana kuilenga Iran na Marekani. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Katibu mkuu wa shirika hilo Antonio Dominguez aliambia BBC kuwa nchi hizo mbili zimeweka mfano hatari. Kwa sasa Marekani imeweka vizuizi katika bandari za Iran baada ya Iran kwa kiasi kikubwa kufunga mlango muhimu wa bahari wa Hormuz. Katibu huyo ameelezea hatua hiyo haina msingi wowote wa kisheria na kwamba hamna nchi ambayo ina haki ya kufunga mlango huo muhimu wa bandari hiyo. Ujumbe huu umekuwa wazi tangu mwanzo kwamba njia ya kupunguza mvutano ni kutumia njia ya kidiplomasia. Kadri mgogoro huu unavyoendelea na hatua za kulipizana kisasi zikiendelea kuchukuliwa, ndivyo wasiwasi unavyozidi kuongezeka kwa mahabaria 20,000 ambao bado wamenaswa katika ghuba na pia watu wote duniani wanaoendelea kuathirika kiuchumi. Naye makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameshtumu serikali ya Iran kwa kujihusisha na kulemaza uchumi wa dunia na kusema kwamba Marekani itaendelea kushinikiza nchi hiyo kukubali mazungumzo au mapendekezo ya usitishaji vita. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaligonga mwamba siku ya Jumamosi. Kile wanachokifanya ni kuchochea swala la kusambaratisha uchumi wa dunia. Wamefanya kile kinachoweza kuitwa kitendo cha ugaidi wa kiuchumi dhidi ya dunia nzima. Kimsingi wamezitishia kila meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, na kama rais wa Marekani alivyoonyesha, pande zote mbili zinaweza kuendelea na sarakasi hii, na kama Wairani watajaribu kushiriki katika kile wanachokiita ugaidi wa kiuchumi, tutafuata kanuni rahisi ya kwamba hakuna meli za Iran zitakazoruhusiwa kutoka pia. Aidha, China imeelezea hatua ya Marekani dhidi ya bandari za Iran kuwa hatari na isiyokuwa na uwajibikaji. Hatua ya Marekani kuzingira mlango wa bahari wa Hormuz ilianza kutekelezwa hapo jana baada ya agizo la rais wa Marekani Donald Trump. Hatua hiyo ya rais Trump ilikuja baada ya mazungumzo ya kusitisha vita yaliyoendeshwa na Pakistan kudai kuwa Iran ilikataa kusimamisha mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia na kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inalenga kuweka shinikizo kwa China ambayo ni mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran ili kushawishi tena Iran kufungua mlango huo wa bahari. Guo Jikum ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China. Wakati pande husika tayari zimefikia makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano, upande wa Marekani umeongeza nguvu zake za kijeshi na kuchukua hatua za kuzuia kwa malengo maalum. Hatua hii itaongeza mzozo kuendelea kuongezeka na mvutano huu kuvuruga hali ya usitishaji mapigano ambayo tayari ni dhaifu na kuathiri zaidi usalama wa usafiri katika mlango huo wa bahari. Hii ni tabia hatari na isiyo na uwajibikaji. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa ameshtumu kizuizi cha kijeshi cha Marekani dhidi ya bandari za Iran kuwa ni ukiukaji mkubwa wa uhuru wa nchi hiyo. Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Amir Said Irvani anasema kizuizi hicho haramu kinakiuka kwa kiwango kikubwa sheria za kimataifa ya bahari. Siku ya Jumatatu, Guterres alitoa wito kwa pande zote kuheshimu uhuru wa usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz.
ambayo ndio njia muhimu sana kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Jeshi la Marekani limeweka vizuizi dhidi ya bandari za Iran kuanzia Jumatatu baada ya mazungumzo ya amani na Iran yaliyofanyika Pakistan kutofanikiwa. Kituo kikuu cha kutoa amri cha Marekani kimesema mlango huo wa bahari utalazimishwa kuwa na usawa dhidi ya meli za mataifa yote zinazoingia au kutoka katika bandari za Iran au maeneo ya pwani, lakini pia wameelezea kuwa hawatazuia meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz zinazosafiri kwenda au kutoka bandari zisizo za Iran. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Na wakati huo jeshi la Marekani limeanza rasmi kutekeleza zoezi la ufuatiliaji wa meli zote zinazoingia na kutoka katika bandari za Iran kuanzia jana Jumatatu. Hatua hii inakuja baada ya wapatanishi kutoka pande zote mbili kushindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28. Leila Mohamed anaangazia hatua hii ya Marekani kama itawezekana na ina athari zipi. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja na Iran yaliyofanyika Pakistan hayakufanikiwa kwa sababu Iran haikuwa tayari kuachana na azma yake ya nyuklia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran alilaumu Marekani kwa madai ya kupita kiasi na matakwa yasiyo na msingi. Baada ya mazungumzo hayo kutozaa matunda, swali kubwa ni je, nini kitafuata? Trump amesema nini kuhusu kizuizi anachopanga kuweka? Akiandika kwenye mtandao wa Truth Social siku ya Jumapili, Trump alisema Marekani itaanza kuzuia meli zote zinazojaribu kuingia au kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aliongeza kuwa Marekani pia itaanza kuharibu mabomu ya baharini ambayo alisema Iran imeweka katika eneo hilo. Sasa kizuizi hicho kitafanyaje kazi? Mwongozo wa mwaka 2022 wa sheria za operesheni za majini la jeshi la wanamaji la Marekani unaelezea kizuizi hicho kama operesheni ya kijeshi ya kuzuia meli au ndege za mataifa yote ya adui au yasiyoegemea upande wote kuingia au kutoka maeneo maalum. Trump alisema mataifa mengine yatahusika katika kuzingira mlango bahari huo, lakini hakutaja ni yapi. BBC inaelewa kuwa Uingereza haitashiriki. Wataalamu watatu wa sheria nchini Marekani waliiambia BBC kwamba kizuizi hicho cha kijeshi kinaweza kukiuka sheria za baharini. Kwa nini Marekani iweke kizuizi cha kijeshi kwa mlango huo wa bahari? Kijiografia, mlango bahari wa Hormuz umeifanya Iran kuutumia kama chombo cha shinikizo katika vita hivi, kwa kuzuia meli kupita katika njia hiyo nyembamba ya maji na hivyo kuongeza bei ya mafuta. Iran imekuwa ikitoza pesa nyingi kwa baadhi ya meli kuruhusiwa kupita. Kwa kufunga mlango huo, Trump anatarajia kukata chanzo kikubwa cha mapato kwa serikali ya Iran, ingawa hatua hiyo inaweza kuongeza zaidi bei ya mafuta na gesi duniani. Wachambuzi wanasema kauli ya rais wa Marekani inalenga kuongeza shinikizo kwa Iran ili ifanye makubaliano kwa masharti ya Marekani. Athari zitakuwa vipi? Kwa muda mfupi, tishio la Trump la kuweka kizuizi cha kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz litaathiri meli chache tu ambazo bado zinapita hapo, kulingana na mtaalamu wa usafirishaji Lars Jensen aliyeiambia BBC. Jensen, mtendaji mkuu wa kampuni ya Vespucci Maritime, anasema kuwa tishio la kuzuia meli zinazolipa ada kwa Iran pia litakuwa na athari ndogo, kwani kampuni yoyote inayofanya hivyo tayari inaweza kukumbwa na vikwazo. Kizuizi cha kijeshi cha kuzuia usafiri wa kuingia na kutoka kwenye bandari ya Iran pamoja na kuzuia mauzo yake ya mafuta na gesi una athari ya moja kwa moja ambayo ni kubwa katika maamuzi yao ya kisera. Nasema kwamba ushahidi hapa unaonyesha hapana, Iran ilikuwa imejiandaa kwa juhudi kali zaidi na za mwingiliano mkubwa zaidi kutoka kwa Marekani. Wanaamini wanaweza kustahimili au kuzidi athari za hatua hizo. They believe they can outwait this. Makampuni mengi ya usafirishaji yataendelea kusubiri kuona kama kutakuwa na makubaliano ya amani na kama yatadumu. Ikiwa hivyo vitatokea, usafirishaji unaweza kuanza kuongezeka polepole. Hali sasa ikoje? Makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili katika vita hivi kati ya Marekani, Israel na Iran. Makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili katika vita kati ya Marekani, Israel na Iran yaliyofikiwa tarehe 7 Aprili yalijumuisha sharti la kuhakikisha kupita salama katika njia hiyo nyembamba ya maji. Hata hivyo, meli katika eneo hilo zilipokea ujumbe kwamba zitalengwa na kuharibiwa ikiwa zitajaribu kuvuka bila ruhusa, na meli ni chache tu zilizofanikiwa kuvuka katika siku 3 za kwanza baada ya tangazo la usitishaji mapigano. Kufikia wikendi, ni meli 19 tu zilizorekodiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz tangu kusitishwa kwa mapigano, kulingana na uchambuzi wa BBC Verify wa data za utafutiliaji wa meli kutoka Marine Traffic.
Hii inalinganishwa na wastani wa meli 138 zilizokuwa zinapita kila siku kabla ya mzozo kuanza tarehe 28 Februari mwaka huu. Shukran Leila. Bado tukisalia kwenye mzozo huo, bei ya mafuta imeshuka leo, huku matumaini ya mazungumzo zaidi ya amani kati ya Marekani na Iran yakipunguza wasiwasi kuhusu kuendelea kupungua zaidi kwa usambazaji wa nishati. Bei ya mafuta ghafi duniani imeshuka kwa takriban 1% hadi dola 98 na senti 40 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa na Marekani yakishuka kwa 1.7% na kufikia dola 97 na senti 40. Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Hapo awali bei ya mafuta ilipanda na kufika zaidi ya dola 100 kwa pipa kufuatia amri ya Rais Trump ya kuweka kizuizi cha kijeshi kwa bandari za Iran baada ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili kugonga mwamba mwishoni mwa wiki. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ikulu ya Marekani, Rais Trump alisema, hatuwezi kuruhusu nchi moja kutishia dunia, kwa sababu hicho ndicho wanachofanya. Kwa kweli wanaishinikiza dunia kwa vitisho. Hatutaruhusu hilo litokee. Kwa upande mwingine, gazeti la New York Times limeripoti kuwa Iran ilikuwa imependekeza kusimamisha urutubishaji wa urani kwa muda wa hadi miaka 5, pendekezo ambalo lilikataliwa na Marekani iliyosisitiza miaka 20. Ripoti hiyo iliyowanukuu maafisa wa Iran na Marekani pia ilisema kwamba Marekani na Iran walibadilishana mapendekezo ya kusimamisha shughuli za nyuklia za Iran wakati wa mazungumzo hayo nchini Pakistan. Kwa sasa, hata hivyo, inaonekana kwamba masoko yanafuatilia kwa karibu iwapo Iran itaamua kuchelewesha mipango yake ya nyuklia, hatua ambayo inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa mvutano. Hata hivyo, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati IEA amependekeza kuwa bei za sasa za mafuta haziakisi uzito. Alisema kwamba anatarajia bei za mafuta kufikia kilele katika wiki zijazo, huku njia hiyo ya maji ikiendelea kufungwa kwa kiasi kikubwa. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko, uchunguzi wa BBC umebaini ushahidi kwamba polisi wa Ugiriki wamekuwa wakiwaajiri wahamiaji ili kuwalazimisha wahamiaji wengine kurejeshwa nchini Uturuki. BBC imeshuhudia nyaraka za ndani za polisi ambazo walinzi wanaeleza jinsi uajiri wa wanaoitwa mamluki ulivyoagizwa na kusimamiwa na maafisa wa juu. Zaidi na Laila Mohamed. Matokeo yanaonyesha madai ya ukatili, huku mashahidi wakiripoti kuwa wahamiaji walivuliwa nguo, kuporwa, kupigwa na hata kufanyiwa unyanyasaji wa kingono. Imedaiwa kwamba mamluki wamekuwa wakitumika kwa njia isiyo rasmi mpakani tangu angalau mwaka 2020. Waziri Mkuu wa Ugiriki aliambia BBC kwamba hakuwa na ufahamu wote kabisa kuhusu madai ya matumizi ya wahamiaji katika kuwarudisha nyuma wahamiaji, huku mamlaka za nchi hiyo hazijajibu maombi yetu ya kina ya maandishi ya kutoa maoni. Pushbacks, yani kuwalazimisha wahamiaji na waomba hifadhi kurudi kuvuka mipaka bila kufuata taratibu za kisheria, kwa ujumla huchukuliwa kwa kinyume cha sheria za kimataifa. Madai kwamba vitendo hivyo vilikuwa vikifanywa nchini Ugiriki na wanaume wa kigeni waliovaa barakoa yaliripotiwa mwaka 2022 na shirika la habari la Lighthouse Reports lenye makao yake Uholanzi. Uchunguzi wetu uliofanywa kwa ushirikiano na Consolidated Rescue Group CRG ulianza msimu wa vuli uliopita, tulipopokea video za kutisha zinazodaiwa kuwa zinaonyesha wahamiaji wakinyanyaswa na mamluki. Video hiyo ilitumwa kwetu na msafirishaji haramu wa watu aliyedai kukasirishwa na washirika wake. Hatujaweza kuthibitisha maudhui yake, lakini yanafanana na simulizi tulizokusanya kutoka vyanzo vingine huru. Tangu wakati huo tumekusanya taarifa kutoka kwa wahamiaji waliokuwa mamluki, vyanzo vya polisi, nyaraka rasmi na nakala zilizovuja. Mlinzi mmoja wa mpaka aliambia kikao cha kibinadamu kwamba walikuwa na taarifa walizowasilisha kwa wakubwa wao kuwa mamluki walikuwa wanawabaka wanawake wahamiaji. Wahamiaji wawili na mamluki wa zamani wanasema walishuhudia ukatili mkubwa kutoka kwa mamluki na polisi wa Ugiriki, ikiwemo watu kupigwa hadi kupoteza fahamu. Na sasa nampisha Shwaib Ibrahim atupe habari za michezo. Barabara kabisa. Nahodha wa klabu ya Manchester United Bruno Fernandes amesema United lazima wanapaswa kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha wanapata nafasi ya kushiriki mashindano ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao baada ya klabu hiyo kupoteza mchezo wa nyumbani dhidi ya Leeds. Ilikuwa mara ya kwanza ndani ya miaka 23 kwa the Red Devils kupoteza pointi 3 dhidi ya Leeds wakiwa nyumbani Old Trafford. Mshambuliaji wa Leeds Noah
Okafor ndiye aliyewaadhibu United baada ya kupachika goli 2 katika kipindi cha kwanza, na Casemiro akifunga bao la United la kuvutia machozi kwenye kipindi cha pili cha mchezo huo. United walio katika nafasi ya 3 bado wako salama katika nafasi za kuwania tiketi kucheza mashindano ya klabu bingwa Ulaya msimu ujao, lakini huenda watakuwa hatarini iwapo watapoteza mechi yao ya ugenini wikendi ijayo dhidi ya Chelsea ambao wapo katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Premier. Na mkurugenzi wa masuala ya michezo katika klabu ya ligi kuu ya Ujerumani ya Bundesliga ya Union Berlin amelaani unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya kocha mpya wa klabu hiyo Marie-Louise Eta. Marie-Louise Eta, kocha wa mpito wa Union Berlin, aliandika historia kama kocha wa kwanza mwanamke kuteuliwa kuinoa timu hiyo. Lakini tangu kuteuliwa katika nafasi hiyo siku ya Jumapili, kocha huyo amekabiliwa na ujumbe wa unyanyasaji wa kijinsia kupitia mitandao ya kijamii. Mkurugenzi wa klabu hiyo amesema, na hapa ninamnukuu, "Ni aibu tu nimeuona, lakini pia nakataa kusoma au hata kujiweka wazi kwa aina hiyo ya upuuzi, kwa sababu kwangu mimi hili linahusu ubora wa uongozi. Tuna imani 100% kwa Louise. Ninaona ni jambo la kichaa kwamba tunapaswa kukabiliana na unyanyasaji wa aina hii katika nyakati hizi." Union Berlin ambayo ipo katika nafasi ya 11 katika Bundesliga yenye timu 18 iko mbele kwa pointi 11 kutoka eneo la kushushwa daraja, zikiwa zimesalia mechi 5 pekee na imeshinda mechi 2 pekee kati ya 14 ilizocheza mwaka huu kabla ya uteuzi wa kocha huyo. Shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limekataa malalamiko yaliyowasilishwa na klabu ya Barcelona ikidai kutokea kwa handball au kukamata mpira na mkono wakati wa mechi ya mkondo wa kwanza ya klabu bingwa kati ya klabu hiyo na Atletico Madrid wiki iliyopita. Uamuzi huo umetolewa saa chache kabla ya timu hizo kukutana tena katika mechi ya mkondo wa pili kwenye hatua ya robo finali katika mashindano ya klabu bingwa Ulaya. Mashindano hayo yanarejea tena usiku huu, Barcelona wakiwa ugenini kucheza dhidi ya Atletico Madrid, huku Liverpool walionyukwa bao 2 kwa yai leo usiku pia wakiwakaribisha mabingwa watetezi Paris Saint-Germain katika uga wa Anfield saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Na katika riadha, bingwa wa dunia na mwanariadha wa Kenya Perez Jepchirchir amejiondoa kutoka mashindano ya mbio za London Marathon yatakayofanyika mwezi huu. Waandalizi wa mashindano hayo wanasema hatua hiyo ni kutokana na mwanariadha huyo kuvunjika mfupa na kuchelewa kuanza kwa mazoezi yake. Mwanariadha huyo alishinda dhahabu katika mashindano ya mbio za marathon ya London mwaka 2024 na mwaka uliopita pia alinyakua dhahabu katika mashindano ya riadha ya World Championship. Taarifa iliyotolewa imemnukuu mwanariadha huyo akisema, "Niliweza kuendelea na mazoezi mwishoni mwa mwezi Januari. Ninajua kwamba ili uweze kushindana katika London Marathon lazima uwe katika kiwango chako cha juu, na licha ya juhudi zangu zote sijafikia kiwango hicho kutokana na ukosefu wangu wa mazoezi." Mwisho wa kumnukuu. Mwanariadha huyo pia alikosa kushiriki mashindano hayo mwaka jana kutokana na jeraha la kifundo cha mguu. Mashindano ya mbio za London Marathon yanatarajiwa kuanza tarehe 26 mwezi huu jijini London nchini Uingereza. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Ni Shuaib Ibrahim huyo viwanjani. Na tusalie viwanjani leo hii, kuna michezo miwili ya michuano klabu bingwa barani Ulaya. Kenani, Atletico Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG. Ngoma kubwa. Kunao magwiji wote wa bara Ulaya watakuwa na menyana leo, ikiwa ni hatua ya pili, na atakayeshinda ashinde. Ndio mchezo udunda namna hiyo. Wache mambo yawe yanavukua, si ndio? Kweli. Asante sana. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo: mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani wanashiriki mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu vita vya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu masuala ya kibinadamu inasema DRC inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu unaochochewa na kuongezeka kwa vurugu, mabadiliko ya tabia nchi na upungufu mkubwa wa ufadhili.
kupata chakula ni shida, hatuna vitu vya nyumbani, vyote viliporwa, mabati za nyumba zetu zilibomolewa kwa masasi, hatuna maji safi, hata kutunzwa ni shida sababu hatuna pesa. Na polisi visiwani Zanzibar wamethibitisha kumshikilia Joseph McCain, mchumba na mtandao raia wa Marekani Ashley Robinson aliyedaiwa kujinyonga. Hii ni BBC. Sikilizaji wanasema chelewa ufike kama ni mwanzo, na jiunga nasi. Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Victor Kenani nikiwa Nairobi, na mwenzangu upande wa pili ni David Inkia akiwa Dar es Salaam. Matangazo haya pia yako mbashara kwenye tovuti yetu sawa na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili, ambapo umetuma ujumbe wako na sasa napata nafasi ya kusoma. Kunaye Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema maafisa wa Beirut na Israel wanapaswa kuweka mbele maslahi ya wananchi juu ya mateso wanayoyapitia. Baraki Moshi anasema Marekani na Iran mnatuumiza Afrika. Na Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema ni mdau asiyechuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, na anasema chonde chonde na Marekani na Iran, fanyeni mazungumzo ili kunusuru uchumi wa dunia na kimataifa. Nikipata nafasi nyingine nitaweza kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao utakuwa umeandika hapo. Lakini tukisonga mbele, kesi ya kusikilizwa upya kuhusu kifo cha gwiji wa soka Diego Maradona aliyefariki akiwa na umri wa miaka 60 baada ya kupata mshtuko wa moyo imeanza leo. Kesi ya kwanza mwezi Mei mwaka 2025 ilisitishwa baada ya mmoja wa majaji watatu waliokuwa wakisimamia kesi hiyo kudaiwa kuruhusu kurekodiwa kwa video mahakamani bila idhini kwa ajili ya filamu. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi. Kikosi kile cha matibabu ya Diego Armando Maradona kinatuhumiwa kushindwa kutoa huduma sahihi za afya, na watu 7 katika kikosi hicho watashtakiwa kwa kosa la mauaji. Wamekanusha tuhuma hizo, lakini wakipatikana na hatia watakabiliwa na kifungo cha kati ya miaka 8 hadi 25 jela. Nguli huyo wa soka alikuwa akiendelea na matibabu nyumbani kwake mjini Tigre katika mkoa wa Buenos Aires baada ya kufanya upasuaji uliofanikiwa wa kuganda kwa damu kwenye ubongo mapema mwezi huo. Wachunguzi waliainisha kesi hiyo kama mauaji ya uzembe, kosa linalofanana na kumuua mtu bila kukusudia, kwa sababu walisema washukiwa walifahamu uzito wa hali ya afya ya Maradona, lakini hawakuchukua hatua muhimu za kumwokoa. Moyo wake ulishindwa kufanya kazi na hilo likamsababishia kupata uvimbe mkali wa mapafu, ambapo maji hukusanyika kwenye mapafu na kujaa, kama uchunguzi wa awali wa maiti ulivyothibitisha. Jopo la wataalamu wa afya liliombwa na waendeshaji mashtaka kuchunguza timu ya matibabu ya Maradona, ikisema matibabu aliyoyapata nyumbani yalikuwa duni na ya kizembe na utepetevu. Lilihitimisha kuwa mwanasoka huyo angeweza kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuishi kama angepata matibabu ya kutosha na sahihi katika kituo cha afya kizuri. Maradona anakumbukwa kama mmoja wa wachezaji wenye kipaji kikubwa zaidi katika historia ya soka. Watu 7 wanaoshtakiwa ni pamoja na mshauri wake mkuu wa matibabu Leopoldo Luque na daktari wake wa akili Agustina Kosachov. Takriban watu 100 wanatarajiwa kutoa ushahidi mbele ya majaji wapya katika mahakama ya San Isidro, wakiwemo mabinti wa Maradona. Kesi hiyo inatarajiwa kuendelea hadi Julai. Maradona alianza soka lake Argentinos Juniors na baadaye alichezea timu ya taifa ya Argentina katika kombe la dunia mara 4, akifunga magoli 34, ikiwemo bao maarufu la The Hand of God dhidi ya timu ya taifa ya England ule mwaka wa 1986. Katika nusu ya pili ya maisha yake ya soka, Maradona alipambana na uraibu wa dawa za kulevya aina ya cocaine. Alifungiwa kwa miezi 15 baada ya kupimwa na kukutwa na dawa hiyo mwaka 1991. Alistaafu soka lake la kulipwa mwaka 1997 katika siku ya kuzaliwa akiwa na miaka 37, wakati wa kipindi chake cha pili katika klabu kubwa ya Argentina Boca Juniors. Maradona aliteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Argentina mwaka 2008 na akaondoka baada ya mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2010 ambapo timu yake ilifungwa na Ujerumani katika hatua ya robo fainali. Baadaye alikuwa mkufunzi katika timu za Umoja wa Falme za Kiarabu na pia Mexico, na alikuwa akiinoa pia klabu moja ya Argentina kwa jina Gimnasia Esgrima La Plata wakati wa kifo chake. Ama kwa hakika Maradona lilikuwa jina kubwa katika ulimwengu wa soka. Asante sana Ahmed Bahaji. Katika taarifa nyingine, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA inaripoti kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa sasa inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu unaosababishwa na kuongezeka kwa ghasia, majanga ya hali ya hewa na uhaba mkubwa wa fedha
wa mwaka 2026. Mapigano kati ya jeshi la Kongo na makundi yenye silaha kama vile M23 na AFC yamesababisha vilevile watu wengi kuyahama makazi yao. Zaidi na Chube Ngorombi. Kulingana na OCHA kitaifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilirekodi zaidi ya wakimbizi wa ndani milioni 5. Miongoni mwa majimbo 26, Kivu Kusini pekee inazingatia karibu 44% ya watu hawa, na hivyo kuthibitisha ukubwa wa mgogoro katika eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya Januari na Februari 2026, zaidi ya watu 300,000 wapya walilazimika kukimbia makazi yao, hasa katika majimbo ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Tanganyika. Kulingana na OCHA, uhamishaji huo mkubwa kimsingi unahusishwa na kuongezeka kwa mapigano ya silaha. Kwa kushangaza, Kivu Kusini pekee iko kileleni mwa majimbo ikirikodi idadi kubwa zaidi ya watu waliohamishwa kurejea katika maeneo yao ya asili. Marejeo haya mara nyingi hutokea mara tu utulivu unapoonekana, hata kama ni tete. Baadhi ya raia wanaoathiriwa na vita mkoani Kivu Kusini wameelezea hali wanayoipitia kwa sasa. Kupata chakula ni shida, hatuna vitu vya nyumbani, vyote viliporwa, mabati za nyumba zetu zilibomolewa kwa masasi, hatuna maji safi, hata kutunzwa ni shida sababu hatuna pesa. Maisha yetu ni mabaya sana, hata tunalala porini kwa sababu makao hakuna. Jao watoto wanalala wanalialia, imbu zinawaluma. Kweli tunaomba kwa wakubwa viongozi wa nchi watujie kimsaada sababu tumo hatarini. Hali hii tete imeshuhudiwa pia na baadhi ya viongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Kivu Kusini. Benjamin Mungazi ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Kale, Kivu Kusini. Maisha ya wakimbizi ndani ya provinsi ya Sud Kivu inaendelea kuwa mbovu sababu ya ukosefu wanayo kwa sasa, inayotokana na ukosefu wa chakula, wa makao, wa vitu vya nyumbani, hata kupata pesa kwao ni shida. Shirika la rahia la piga yowe na kuomba kwa serikali ya nchi kwa ngambo za taifa, kwa watu wa nia nzuri, PAM, FAO, Caritas, Croix Rouge kujia hao wakimbizi kimsaada haraka ndani ya province ya Sud Kivu. Licha ya mienendo hii ya kurudi kwa ndani, swala la kuwarejesha makwao wakimbizi wa Kongo wanaoishi haswa Burundi bado halijatatuliwa. Wengi waliorejea bado wanasubiri kuthibitishwa kwa mfumo wa pande tatu kati ya Burundi, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na DRC. Haya yanajiri wakati pia watu wasiopungua 17 wakiwemo watoto na watu wazima wakifariki dunia tangu kuanza kwa mwaka wa 2026 katika eneo la watu waliopoteza makazi yao Konga Kisangani Chopo. Waathiriwa hawa waliokimbia mizozo kati ya jamii la Mbole na Lengola walikumbwa na njaa na ukosefu wa huduma za matibabu. Kulingana na mamlaka za mitaa, hali ya kibinadamu kwenye eneo hili iliyoundwa na amri ya manispa imekuwa ya kushangaza. Meya wa muji Kisangani Jobson Bokendi Popolipo anaonya juu ya kutokuwepo kwa bidhaa za dawa. Tangu mwaka uanze tumerekodi matukio 17 ya vifo vinavyotokana na magonjwa mbalimbali ambapo kuna watoto na watu wazima. Tuna matatizo mengine ya kula, tuna maelfu ya watoto na wazazi wanaohitaji msaada. Tunawaomba watu wenye roho njema kuwasaidia watu hawa katika mazingira yao. Kwa hayo watetezi wa haki za binadamu wanazungumziaje hali hii? Eme Mukanda ni mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC. Tunakuwa ndani ya ukimbizi, hatuna nia ingine kama haiko amani. Tunataka amani, wakimbizi warudi manyumbani kwao, vile watu warudi waende wakajiendeleshe, kwa sababu maisha ya ukimbizi sio mzuri. Kama vita taisha kwenye mazungumzo sio mbaya. Haya yanajiri wakati jitihada za kutafuta amani kati ya serikali ya Kinshasa, makundi ya waasi zikiendelea. Chube Ngorombi, Ditatunia, BBC, Goma. Tukiachana na hayo ya DRC, tuelekee nchini Tanzania ambapo polisi nchini Tanzania inamhoji mchumba wa Ashley Robinson anayejulikana zaidi kama Ashley Jenai, mshawishi wa mtandaoni kutoka Marekani anayedaiwa kujinyonga visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Joseph Macan anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi na hati yake ya kusafiria imezuiliwa na upelelezi wa shauri hili bado unaendelea. Huyu mume wa marehemu au mchumba wa marehemu tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile nini kimesibu pale. Lakini vile ninapozungumza kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha marehemu, uchunguzi huu tunaufanya kwa kushirikiana
na ndugu wa marehemu, kwa maana ya kwamba wametuma mwakilishi taasisi maalum inayoshughulika na uchunguzi wa vifo, ambayo imepata authority au kibali kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Dar es Salaam, na hiyo barua tumeiona na nakala ya barua hiyo imepelekwa mpaka hospitali ya serikali Lumumba kutoa mamlaka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka idara ya upelelezi Zanzibar, chanzo cha tukio hilo kinahusishwa na kutoelewana kati ya Ashley na mpenzi wake, ambapo kwa mujibu wa uongozi wa hoteli ya Zuri, wawili hao walionekana kutokuwa na maelewano mazuri na kupeleka uongozi wa hoteli hiyo kuwatenganisha vyumba. Hata hivyo, kuhusu taarifa za kwamba huenda aliwawa, polisi wanasema kwa sasa hawawezi kutoa taarifa rasmi mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Kwenye swala hili la ripoti ya uchunguzi kutoka hospitalini ambayo umeiona inasambaa kwenye maeneo mbalimbali na imekonkludi kwamba inawezekana aliuliwa, mimi hiyo siwezi kuisemea kwa sababu ninachofahamu mpaka sasa hivi wataalamu bado wako wanaendelea na postmortem. Nitakuwa kwenye nafasi ya kuzungumza kuhusiana na nini chanzo kulingana na ripoti iliyotolewa mpaka pale nitakapopata taarifa rasmi kutoka kwa hospitali iliyosainiwa na daktari mahususi mwenye mamlaka ya kuchunguza vifo. Sasa taarifa ya kifo chake imezua mjadala mkali nchini Marekani. Awali wazazi wake walihojiwa na kusema kuwa watasafiri visiwani Zanzibar kufuatilia chanzo cha kifo cha mtoto wao. Picha na video katika mitandao ya kijamii zimeonyesha wawili hao wakifurahia maeneo mbalimbali ya utalii nchini Tanzania siku chache kabla ya tukio hilo. Na kwingineko, kwa wapinzani wakuu nchini Sudan Kusini, Sudan People's Liberation Movement in Opposition, yani SPLM-IO, unasema vikosi vyake vimechukua udhibiti kamili wa mji wa Jonglei wa Akobo baada ya wanajeshi wa serikali kufurushwa kufuatia mapigano makali. Msemaji wake Paul Deng ameambia BBC kwamba wapiganaji wao walivyoondoa vikosi vya serikali baada ya mapigano ya siku kadhaa. Kundi hilo linasema liliyakamata magari ya kivita, malori, mizinga na bunduki wakati wa mapigano. Hata hivyo, BBC bado haijaweza kuthibitisha kauli hiyo. Sasa ili kuweza kufahamu zaidi, mwenzangu Victor Kinani amezungumza na Mohamed Maalim kutoka kitengo cha BBC Monitoring, na alianza kwa kumuuliza hatua ya kundi hilo la upinzani kuteka maeneo ina umuhimu gani kwa mizani ya nguvu kati ya serikali na upinzani nchini Sudan Kusini. Kundi la waasi la SPLM-IO jana ilitangaza kuteka upya makao makuu ya Akobo baada ya mapigano makali yaliyoanza tangu alfajiri. Basi ikiwa madai haya ni ya kweli, yanaashiria kuimarika kwa uwezo wake wa kijeshi dhidi ya serikali ya South Sudan. Mji wa Akobo ulioko kaskazini mashariki mwa mkoa wa Jonglei na karibu na mpaka wa Ethiopia ni eneo muhimu sana. Udhibiti wake unaweza kuipa upinzani uwezo wa kudhibiti njia za usambazaji na uingizaji wa silaha. Hivyo basi kuimarisha ustahimilivu wake dhidi ya SPDF na kudhoofisha udhibiti wa serikali Jonglei na kupanua ushawishi wa SPLM-IO. Kwa ujumla, hatua hii huenda ikabadilisha mizani ya nguvu kwa kuipa upinzani nafasi kuwa na nguvu zaidi. Na jimbo la Jonglei limekuwa kitovu cha migogoro kwa muda mrefu sasa. Kwa nini hali inaendelea kuwa hivyo? Jimbo la Jonglei limekuwa na mgogoro ya kudumu kutokana na mchanganyiko wa sababu za kijamii, kiuchumi na kisiasa ambazo zimekita mzizi kwa miongo mingi. Migogoro haya mara nyingi husababishwa na uadui wa kikabila na inayozidishwa na siasa mbaya. Kusambaa kwa silaha pia kwa silaha haramu pia inachangia kwa migogoro hii kuendelea. Pia kuna wizi wa ng'ombe, ushindani wa rasilimali kama maji na malisho, pia udhaifu wa serikali katika toa usalama na kutokana na historia ndefu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maalim, ni kwa kiasi gani udhibiti wa maeneo kama vile Akobo, Uror na Nyirol yana umuhimu wa kimkakati kwa pande zinazozozana kwa sasa? Miji hii ni muhimu sana na ina umuhimu mkubwa wa kijeshi, kibinadamu. Maeneo haya yanajulikana kama ngome ya upinzani na yanayotafutwa sana na jeshi ya serikali dhidi ya wapiganaji wa upinzani. Basi kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya hali ya usalama huko Nyirol, Uror na
na pia maendeleo yanayotokea pale Akobo, na kufanya maeneo yote matatu kuwa na uhusiano wa kimkakati katika mzozo. Ni muhimu kujua pia mji wa Akobo inahifadhi maelfu ya watu waliohamishwa makazi yao, ikijumuisha idadi kubwa ya raia. Umezungumzia jimbo la Akobo hapo, lakini je, kutokana na mzozo huu, tunaweza kuona wimbi jipya la wakimbizi wa ndani au wanaovuka mipaka kutokana na hali hii? Ndiyo, kuna hatari kubwa ya kuongezeka kwa wakimbizi. Kwa kawaida mapigano mapya yanaweza kuongeza idadi hii kwa makumi ya elfu. Tayari maelfu wamekimbilia maeneo salama ndani ya Jonglei kama Bor na Pibor, na wengine pia wamevuka mpaka kuenda nchi za Ethiopia na Sudan. Hali inaweza kuzorota haraka ikiwa mapigano yataendelea. Kufikia sasa bado hakuna kauli rasmi kutoka kwa serikali jinsi mzozo huu unavyozidi kupanuka. Ukimya huu unamaanisha nini? Unaweza kumaanisha ya kwamba serikali bado inathibitisha taarifa hii, ama jeshi la SPDF bado inakabiliana na kundi la waasi na haijakubali ushindi uliotangazwa na kundi la SPLM-IO. Kuna mashirika ya kibinadamu ambayo yamekuwa yakisaidia kugawa misaada kwa raia walioathiriwa na vita. Je, hali kama hii inaleta changamoto zipi katika kuwafikia wale wanaohitaji msaada zaidi? Mashirika kama Umoja wa Kimataifa na shirika la madaktari MSF hukumbana na ukosefu wa usalama kwa wafanyikazi wao. Hivyo mara nyingi mashirika haya hulazimika kusitisha shughuli au kuchelewesha misaada kwa sababu ya mapigano yanayoendelea. Huwa pia wanakumbana na barabara mbovu au kufungwa kwa njia kwa ajili ya vizuizi kutoka kwa pande zinazozozana. Kuna pia changamoto ya upungufu wa fedha na vifaa. Tunavyozidi angalia mzozo huu ukipanuka, kwa mtazamo wako, hali hii inaathiri vipi mchakato wa amani unaoendelea nchini Sudan ya Kusini? Victor, mapigano haya yanaweza kurudisha nyuma hatua zilizokuwa zimepigwa kuelekea utulivu, kwa vile yanadhoofisha juhudi za amani kwa kupunguza imani kati ya pande mbili, kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano na pia kuongeza uwezekano wa vita vipya. Ni Maalim Mohamed wa BBC Monitoring akikamilisha mazungumzo nami. Tuelekee nchini Kamerun sasa, na waasi wanaopigania kujitenga katika maeneo yanayozungumza Kiingereza nchini humo wametangaza kusitisha mapigano na kutoa njia salama ya mpito kuelekea ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anayetazamiwa kuwasili nchini humo wiki hii. Viongozi wa makundi kadhaa ya waasi wenye silaha wamesema kuwa hatua hiyo ya siku 3 imechukuliwa ili kuheshimu umuhimu mkubwa wa dini wa ziara hiyo ya Papa inayotarajiwa kuanza kesho. Kwa sasa Papa Leo yuko nchini Algeria kwa siku ya pili ya ziara yake ya siku 11 barani Afrika. Taarifa zaidi na Isabela Mwagodi. Hadi sasa serikali ya Kamerun bado haijatoa tamko lolote kuhusiana na tangazo hilo la waasi. Machafuko ya takriban mwongo mmoja katika maeneo ya watu wanaozungumza Kiingereza nchini Kamerun yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 6,000 huku maelfu ya wengine wakilazimika kuyahama makazi yao. Kwa sasa Papa Leo yuko nchini Algeria kwa siku ya pili ya ziara yake ya siku 11 barani Afrika. Kuwasili kwake nchini Algeria siku ya Jumatatu kuliweka historia, ikiwa ni mara ya kwanza kwa papa yeyote kuzuru nchi hiyo yenye idadi kubwa ya Waislamu wa mrengo wa Suni. Algeria pia ni chimbuko la Mtakatifu Agostino, na Papa Leo wa 14 ndiyo kiongozi wa kwanza wa kanisa kutoka shirika linalofuata mafundisho ya mtakatifu huyo. Leo anaadhimisha misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Agostino mjini Annaba, ambako mtakatifu huyo aliwahi kuhudumu kama askofu. Kituo cha pili cha Papa kitakuwa nchini Kamerun, ambapo atazuru mji wa Bamenda, mji mkuu wa mkoa wa kaskazini magharibi. Mji huo unatazamwa kama kitovu cha mzozo kati ya waasi wanaozungumza Kiingereza na majeshi ya serikali. Ikumbuke kuwa mazungumzo ya kitaifa yaliyoandaliwa na serikali mwaka 2019 yalishindwa kukomesha vurugu katika mikoa hiyo miwili inayozungumza Kiingereza. Muungano wa waasi wa Unity Alliance umesisitiza kuwa uamuzi wao wa kusitisha mapigano ni ishara ya uwajibikaji na heshima kwa utu wa mwanadamu hata katikati ya mzozo. Aidha, wametoa onyo dhidi ya kugeuza ziara hiyo kuwa ya kisiasa, wakisema inapaswa kubaki kuwa ya kidini, kiroho na kiuchungaji. Ingawa serikali ya Kamerun ina
inayotawaliwa zaidi na watu wanaozungumza Kifaransa haijajibu tangazo la waasi. Mamlaka zimesema kuwa hatua stahiki zimechukuliwa ili kuhakikisha usalama katika miji itakayokuwa mwenyeji wa Papa. Ziara ya Papa Leo mjini Bamenda inatazamwa kama jitihada za mfano za kanisa Katoliki katika kuleta amani na maridhiano. Anatarajiwa kufanya mkutano wa amani katika kanisa kuu la Mtakatifu Joseph mjini humo. Hii ni ziara ya pili kubwa ya kigeni kwa Papa Leo tangu achaguliwe mwaka jana na inakisia kukua kwa umuhimu wa kanisa Katoliki barani Afrika. Takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kuwa zaidi ya 20% ya Wakatoliki duniani kote, ambao ni takriban watu milioni 288, wanaishi barani Afrika. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Na matangazo hayo unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo utaungana na wengine pale kama vile Elisha Mazoya. Yeye anasema yuko Mwanza, anasema nashukuru BBC na kuipongeza kwa matangazo yenu murua na yenye utulivu mkubwa jioni leo. Tunasema asante sana. Rajab Hassan anasema wajaribu kukaa vikao rafiki wayamalize, aidha iangaliwe nani asiyemuelewa ili wakae wayatatue. Ni ujumbe wake. Saleh Mkoma anasema wa Shelui Singida, BBC na wapata safi kabisa nikiwa hapa Dodoma. Mudi Jongo anasema cha muhimu wakae waongee wakubaliani yaisha. Bila shaka ni taarifa yetu kuu hii ya jioni leo. Vile vile Stefania Matonyi anasema Wanyamagana Mwanza pale Tanzania. Enyi Marekani na Iran, kaeni kwenye meza ya mazungumzo, kwani ubabe hausaidi chochote tofauti na kuumiza wananchi wasio na hatia. Nimalize naye Melo Super Wailula Iringa anasema karibu sana Papa Leo barani Afrika, na ikiwezekana tutembelee na sisi wa Tanzania, maana tuna mengi ya kueleza. Ni ujumbe wake huu msikilizaji. Nisonge mbele sasa, ambapo polisi katika jimbo la kati la Kwara nchini Nigeria wanasema wamewakamata makumi ya washukiwa kufuatia shambulio baya dhidi ya kanisa moja huko Ekuru lililotokea Novemba 2025. Shambulio hilo ambalo lilinaswa katika matangazo moja kwa moja ya kanisa hilo usiku wa manane lilisababisha vifo vya watu wawili na zaidi ya waumini 30 kutekwa nyara. Mamlaka inasema kukamatwa kwa watu hao kulifuatia operesheni kubwa ya usalama iliyotekelezwa kote Kwara na jimbo jirani la Kogi. Zaidi na Faida Ngaga. Mamlaka ya polisi imeongeza kuwa zaidi ya washukiwa 30 wanashikiliwa kuhusiana na shambulio la kanisa na uhalifu mwingine unaohusiana na hilo katika eneo hilo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa waliokamatwa wanahusishwa na makosa yakiwemo kula njama ya uhalifu, unyang'anyi na kutumia silaha na utekaji nyara. Maafisa pia wanasema baadhi ya washukiwa wanahusishwa na wizi wa mifugo, kumiliki silaha kinyume cha sheria, ulanguzi wa silaha na vitendo vya kigaidi. Shambulio hilo ambalo lilinaswa wakati wa matangazo ya moja kwa moja ya kanisa usiku wa manane lilisababisha vifo vya watu wawili na zaidi ya waumini 30 kutekwa nyara. Mchungaji Tairo Timi, msaidizi wa kasisi katika eneo hilo, ameambia BBC kwamba anataka wale waliokamatwa wachukuliwe hatua za kisheria. Amesema mke wake alitekwa nyara wakati wa shambulio hilo, lakini baadaye aliachiliwa pamoja na waumini wengine 38 siku chache baadaye kufuatia kuingilia kati kwa mamlaka ya Nigeria. Mamlaka inasema kukamatwa kwa watu hao hivi majuzi kulifuatia operesheni ya usalama katika eneo la Kwara na jimbo jirani la Kogi. Polisi wameongeza kuwa washukiwa zaidi ya 33 wanashikiliwa kuhusiana na shambulio la kanisa na uhalifu mwingine katika eneo hilo. Uchunguzi wa awali unaonyesha wanaoshikiliwa wanahusishwa na makosa yakiwemo kula njama ya uhalifu, wizi wa kutumia silaha na utekaji nyara. Wengine pia wanashukiwa kuhusika na wizi wa ng'ombe, kumiliki silaha kinyume cha sheria, ulanguzi wa silaha na shughuli zinazohusiana na ugaidi. Nigeria imeongeza juhudi za kukabiliana na ukosefu wa usalama kwa kuzingatia upya kukamatwa, kufunguliwa mashtaka na vikwazo dhidi ya wale wanaounga mkono makundi yenye silaha na wanajihadi. Wiki iliyopita karibu watu 400 walihukumiwa kwa kuhusishwa na makundi ya wapiganaji wa Kiislamu kufuatia matukio hayo kuendelea kukithiri. Watu hao wamehukumiwa vifungo vya kuanzia miaka 5 hadi maisha baada ya kuhusishwa na Boko Haram au kundi pinzani. Jimbo la Kiislamu la Afrika Magharibi la ISWAP. Hatua hiyo inakuja huku mamlaka ikikabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, ambapo vikosi vya usalama vinapambana na vitisho vingi vikiwemo wanamgambo wa Kiislamu na magenge ya utekaji nyara. Ghasia pia zimeongezeka katika eneo la kaskazini kati mwa Nigeria katika miezi ya hivi karibuni, huku utekaji nyara kwa ajili ya fidia na mashambulizi ya makundi yenye silaha
zikiripotiwa katika majimbo kama Kwara, Niger na Kogi. Shukran Faitha. Mwanariadha asiye na uwezo wa kuona anatarajia kukimbia mbio za nyika za Brighton, lakini badala ya kutegemea msaidizi wakati wa kukimbia, atavalia miwani inayotumia teknolojia ya hali ya juu inayomruhusu mtu kuona kilicho mbele yake na kumpa maelekezo mbashara. Clark Reynolds mwenye umri wa miaka 45 kutoka Havant anasema amekuwa akifanya mazoezi wa kutumia programu ya Be My Eyes tangu mwezi Agosti, na amezungumza na zaidi ya wasaidizi 100 wenye uwezo wa kuona walioitwa kupitia miwani yake janja inayofanya kazi kwa sauti. Ripoti hii inawasilishwa na mwandishi wa BBC Sarafina Robi. Clark Reynolds anafanya kazi katika bustani iliyopo nyumbani kwake akitengeneza bidhaa kadhaa za sanaa kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Lakini anafahamika zaidi kwa jina lake la kisanii Mr. Dot. Mimi hutembelea shule kote nchini na kuwafundisha wanafunzi maandishi ya nukta nundu ama braille kama sanaa ili kuondoa unyanyapaa unaohusishwa na kupoteza uwezo wa kuona. Nilibuni mhusika huyu ambaye ni kama mtoa vitendawili wa braille, hivyo nimejifunika kwa nukta za braille, ndiyo maana naitwa Dr. Dot. Lakini hivi majuzi amepata njia mpya ya kusambaza ujumbe kuhusu uwezo wa kuona kupotea. Miaka 3 iliyopita alikuwa na msaidizi ambaye alimuongoza kumaliza mbio za masafa marefu za London Marathon. Sasa yeye ni balozi wa shirika la kutoa msaada la Fight for Sight, akisaidia watu kuwa na uelewa wa wazi zaidi wa hali hii. Kupoteza uwezo wa kuona hakumaanishi maisha yatakumbwa katika giza totoro. Subiri nieleze ninavyoona. Ninaona kama vile unatazama ukiwa ndani ya maji. Kwa hiyo najua upo hapo, lakini sioni kwa undani. Sina kumbukumbu ya sura yako. Na baadaye mwezi huu anatarajiwa kushiriki katika mbio za Brighton Marathon, lakini safari hii ameongeza changamoto zaidi kwa kutumia miwani inayotumia teknolojia ya spika na kamera pamoja na programu inayoitwa Be My Eyes. Wasaidizi wa kujitolea wanaweza kuunganishwa na kuona anachokiona anapokimbia, huku akimpa maelekezo papo hapo. Hey Meta, call a volunteer with Be My Eyes. Calling a volunteer. Watu wanapojibu kupitia programu hii, kwa kawaida ni kusaidia mtu kuchagua rangi ya nguo. Kwa mfano, kama unajiandaa asubuhi, programu hiyo inakuambia, "Oh, hii ni nguo nyekundu. Hii ni ya samawati." Ukiniambia tu kama kuna mapipa ya takataka upande wa kulia au kushoto kwangu, basi hicho ndicho unachopaswa kufanya. Hivyo kwangu mimi hili ni jambo la kipekee kabisa, na ninasema tangu mwanzo kuwa hatutawahi pata mpigaji kama huyu, kwa sababu huyu ni mimi, Mr. Dot, nikijaribu kuvuka mipaka ya kile ambacho teknolojia hii inaweza kufanya. Na anasema kuwa kuona watu wasio na uwezo wa kuona wakikabiliana na vizingiti maishani lisiwe jambo la kushangaza. Nilipoambiwa kuwa nitapoteza uwezo wa kuona, niliwaza kuwa huo ulikuwa mwisho wa maisha yangu na mwisho wa kazi yangu. Nataka kuhamasisha jamii zaidi kuhusu mambo chanya ya upotevu wa uoni kupitia mbio hizi. Umesikia hapo teknolojia inavyobadilisha maisha ya watu, na sijui wewe unatumia teknolojia vipi. Lakini kufikia hapo, msikilizaji, ndipo tunatamatisha matangazo ya Dira ya Dunia jioni ya leo. Nimekuwa naye fundi mitambo David Okelo na Esther Luambano akiwa Tanzania. Msimamizi wa matangazo haya ni Nastea Mohamed na Skola Kisanga. Mhariri ni Phyllis Mwate na nimekuwa naye David Inkia akiwa Dar es Salaam. Matangazo ya Dira ya Dunia TV pia yatakuwa yakianza saa 3 usiku naye kinara Roncliffe Odit, so usikose kuyafuatilia hapo msikilizaji, na kutakuwa na taarifa nyingi pia kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao unaweza kufuatilia pale, na pia unaweza kufuatilia taarifa nyingine nyingi kwenye Amka na BBC. Kufikia hapo sina la ziada, ila ni kuage kwa kusema kwa heri. Hii ni BBC.